السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء إمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Ndugu Waislamu wenzangu, mashekhe ambao mpo humu ndani, mimi si mgeni msikiti huu. Nadhani hii mara ya pili. Nishaswali Juma hapa takriban katika miezi miwili iliyopita au mitatu. Kama imamu wetu alivyosema, kwa jina naitwa Bwana Nuhu Abubakari Swalih, ni shekhe wa wilaya Mafia. Mafia ni wilaya katika mkoa wa Pwani, iko mashariki ya kusini. Ni jiografia mbaya sana ya kiusafiri, na hapa nimekuja kwa sababu ya ibada, lakini nimechoka sana na safari zetu kule tunategemea meli. Kutoka jana saa 12 jioni nimefika Nyamisati hapo saa 5 usiku, mpaka kutafuta magari mpaka kufika nyumbani saa 9 usiku. Lakini kwa sababu nimeamrishwa na mashekhe ni wasalimu, sina budi kuwasalimu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhadhiruna, khatibu amezungumza mengi sana kuhusu masuala ya maadili na mbalimbali, lakini mimi nitakumbusha kwa sababu tuko katika miezi mitukufu. Inna iddata ash-shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah, hakika idadi ya miezi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni miezi 12. Aya hii ni ndefu sana, lakini akasema arba'atu minha hurum, katika miezi hiyo kuna miezi minne, miezi mitukufu. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, basi msije mkazidhulumu katika miezi hiyo nafsi zenu. Dhulma ina pande nyingi sana. Dhulma si kudhulumu haki ya mtu, hata kufanya maasi katika miongoni mwa dhulma. Waliozama wanachuoni, mtu mwanadamu akifanya maasi basi pia ameshaidhulumu nafsi yake. Sio labda kumnyang'anya mtu, kumdhulumu mtu, kumwibia mtu kitu chake, kumtapeli mtu kitu chake. Binafsi tu wewe mwanadamu ukamwasi Mwenyezi Mungu, basi ushaidhulumu nafsi yako. Na miezi hii imepata utukufu kwa sababu ndani yake kuna ibada tukufu. Katika miongoni mwa ibada ambazo imeshapita, ibada ya hija. Waislamu tunakuwa nyuma sana kuitekeleza ibada ya hija. Ibada ya hija kama vile ibada nyingine. Uislamu ala khams, Uislamu umejengwa na mambo matano. Katika miongoni mwa matano hayo swala la hija. Hija, ndugu Waislamu, kama wanawekeza basi inawezekana sote huku tukenda hija. Mimi nimebahatika kujaaliwa kwenda hija miaka miwili. Nilikwenda mwaka 2001 wakati ninasoma, nikajaaliwa nikaenda mwaka 2017. Lakini wenzetu wa Indonesia kule wanaongoza katika ibada ya hija. Nini wanafanya, siri gani? Yule mtoto mdogo akizaliwa, wao wanamwekea akaunti ya hija, na ndio maana nafasi kule kupatikana za hija, kwenda hija inakuwa ngumu sana. Mtu anaweza kuomba nafasi ya hija akakaa miaka miwili, miaka mitatu, bado hajapata nafasi ya kwenda hija. Wanawekeza watoto wao kama vile wanawekeza kumfungulia akaunti mtoto wako kwa ajili ya masomo, lakini wale wenzetu wanawekeza kwa ajili ya hija. Kwa hiyo hili ni somo pekee tulichukue sisi. Hija sio lazima wale matajiri wakubwa sana. Wewe unafanya kazi serikalini, unafanya biashara, unauza genge, unaweza ukameki kidogo kidogo na Mwenyezi Mungu akujalia ukaenda hija. Ukiangalia takwimu ya hija ya mwaka huu Tanzania bara na visiwani, takriban mahujaji 4200 waliokwenda hija mwaka huu. Lakini ukiangalia mahujaji wa Tanzania bara wa mahujaji 1500 1600,
na Tanzania tumepewa nafasi 10,000 kwa ajili ya kwenda hija, na maana hata nusu hatujafikia kiwango ambacho tumepewa kwenda hija. Kwa ndugu Waislamu, tunakumbushana visiwani, wao wana visiwa viwili, kisiwa cha Pemba na kisiwa cha Unguja. Lakini angalia bara, sisi tuna mikoa takriban zaidi ya 25. Jiografia ya watu wengi wa Tanzania visiwani na Tanzania bara, nadhani Tanzania bara tunaweza tukawazidi hata mara 5 au mara 10. Ukiangalia sensa Tanzania bara takriban kuna watu milioni 61 kwa sensa iliyopita. Lakini angalia, tunashindwa na watu ambao wa Unguja na Pemba ambao wana watu kidogo katika hija, wao wanaongoza. Lazima ndugu Waislamu tubadilike, tuache mazoea, tusingoje zile nyama za Waturuki, sisi wenyewe tudhahi. Na pia tusingoje watu lazima bwana nisaidie, au unaenda kwa tajiri bwana unamuomba hija, bwana hakuna nafasi za hija. Kumbe wewe mwenyewe binafsi una uwezo wa kudhahi, wewe binafsi una uwezo wa kuhiji. Lazima ndugu Waislamu tujieleze, tubadilike kwa sababu ya kuyafanya mambo ya khairati. Faida ya kuchinja twaijua, nadhani mshapewa faida yake katika udhuhia iliyopita, sina haja ya kuzungumza. Lazima mambo ya khairati haya tujitahidi sisi wenyewe. Sio lazima tujengewe misikiti, sio lazima tujengee madarasa. Sisi wenyewe kidogo kidogo tuna uwezo wa kuyafanya mambo haya, ndugu Waislamu. Mimi nadhani nilipewa nafasi ya kusalimia. Mimi sina kaida sana kuzungumza, yani sina fani ya kuzungumza. Fani yangu mimi ya kufundisha. Kila mtu Mwenyezi Mungu anamjalia kipaji chake. Mimi sina kipaji kile cha kuongea, lakini kama una kitabu chako chochote hicho unachotaka kusoma, kaa chini nitakusomesha. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.